Asante. Kwa majina mimi naitwa Mr. John Michael. Nimeokoka na nampenda Yesu na ninasali kanisa la IRCT ambalo liko hapa Nyakato Makaburini, njia ya kwenda kwa wale wenyeji wa Kahama. Ukiwa unaelekea Father James, kuna center inaitwa Father James ambayo imekuwa ni maarufu. Ukiwa unapandisha kwenda huko ni njia mkono wa kushoto, kanisa lina rangi nyeupe, liko pembeni kabisa mwa makaburi. Ndiko ambapo tunapatikana. Na leo nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa matendo makuu ambayo Mungu amenifanyia kupitia madhabahu ya IRCT. Miongoni mwa vitu ambavyo niko navyo viko vitu kadhaa. Jambo la kwanza kabisa, nikiwa bado kijana mdogo na nilikuwa nikisoma shule ya msingi, nikiwa nafikiri ni kama darasa la 5, ambapo nilikuwa na changamoto ya kuumwa tumbo. Kumbukumbu zangu zinaniambia kwamba nilikuwa nimetoka kwa mama mkubwa, na wakati niko safarini tulikuwa na mama yangu mzazi na tulikuwa tumebeba mahindi. Nilikuwa na kiasi cha debe moja kichwani, na mama yangu pia alikuwa na mzigo wa mahindi. Kwa wale wenyeji wa Singida wanaweza wakawa fahamu eneo linaitwa Mwenge Sekondari. Nilipofika yale maeneo nilipata maumivu makali sana kwenye tumbo langu. Sijui hayo maumivu yalisababishwa na nini, ambayo ilipelekea hali ya kutokustahimili hali ya yale maumivu, ambapo nilikuwa na mzigo lakini sikuangalia tena mzigo. Nilishuka na ule mzigo kichwani hivyo hivyo, nikakaa chini mzigo ukiwa kichwani, na kile kitendo mama kilimshangaza kwamba ni shida gani hii. Kwa kweli nililia kwa uchungu sana sana sana, muda usiopungua wa dakika zisizopungua labda kuanzia 5 mpaka 10. Na ile hali baada ya hapo tumbo lilianza kunisumbua. Nilikaa kwa muda fulani, then baadaye tumbo likaanza kunisumbua. Limenisumbua kwa muda mrefu. Kwa wale ambao watakuwa wanatazama YouTube, nilikuwa nikilala naweka mikono hivi, naunganisha ngumi zangu mbili hivi, alafu nikiwa natafuta unafuu wa maumivu. Nilikuwa ni nyakati za usiku kuanzia mida ya saa 6, saa 7, saa 8. Nilikuwa nateseka sana. Na hiyo hali imekaa toka 2003 mpaka mwaka 2024, ndipo ambapo nilikutana na mkono wa Mungu kwenye madhabahu hii ya IRCT kupitia mtumishi wake ambaye Mungu anamtumia, Pastor Josephat Madaraka, ambaye ndio amekuwa akinilea, analea huduma yangu pia. Ninamshukuru Mungu kupitia madhabahu hii, kwa sababu tumbo ambalo limenisumbua kwa miaka mingi iliyopita, ambapo nimeshatumia dawa, nilikuwa natumia dawa fulani zinaitwa Omeprazole, ndio ambazo zilikuwa zinanisaidia. Nikizitumia kwa muda fulani zinakaa kwa muda fulani, labda mwezi, baada ya hapo inarudi tena. Ni hali fulani ni kama asidi tumboni, lakini hiyo hali hasa inanipata usiku. Nyakati za usiku nilikuwa inanisumbua, lakini pia nilikuwa nikila aina ya vyakula kama maembe, vitu vichachu, maembe, nikila machungwa, nikilamba malimao au ndimu, lakini wakati mwingine nikila maharage, nikila dagaa na vitu vingine ni kama maziwa. Ilikuwa vitu ambavyo nilikuwa siwezi kuvitumia. Nikivitumia nitapata shida sana, nitateseka sana. Nikuhakikishie tu kwamba Mungu ameniponya, na ninavyozungumza sasa mimi ni mzima wa afya. Tumboni mwangu hakuna hali hiyo ambayo nilikuwa naipata kwa kipindi chote hicho. Lakini haikuishia hapo. Jambo lingine ambalo Mungu amenifanyia ni kwamba nilipata shida ya meno. Sijui kwenye ukoo wangu kama kuna watu wana changamoto hiyo, lakini nilipata shida ya meno, nikawa nasumbuliwa jino kwa muda fulani. Jino langu likawa linaniuma sana, na changamoto ambayo nimekuwa nakutana nayo ni kwamba maumivu haya mara nyingi yanatupatikana usiku. Kwa hiyo baada ya kuwa nina changamoto ya maumivu ya meno, nikawa natumia dawa moja inaitwa kuna dawa moja ya maumivu, nafikiri watu wanifahamu, inaitwa, jina lake limeniponyoka kidogo, lakini nikikumbuka nitakwambia. Ni dawa ya maumivu. Nafikiri nikisema dawa ya maumivu watu wengi wanaweza kuwa wanafahamu. Nilikuwa naweka kwenye jino sehemu ambapo imetoboka, inakaa kwa muda fulani mpaka ifikiria fizi zikachunika, kwa sababu ya kuwa ninaweka mara kwa mara kutafuta unafuu wa maumivu. Lakini kuna kipindi alitangaza mtumishi wa Mungu Pastor Madaraka pamoja na mshirika mwenzake ambaye ni mtumishi mwenzake anaitwa Apostle Deo, yuko Dar es Salaam anahuduma kule. Akawa ameomba mchango wa kusimamisha ujenzi mahali ambapo walitakiwa kuabudia.
Kwa hiyo kulikuwa kuna hema ambayo itakuwa ijengwe na mimi nilishiriki kwenye zile baraka. Nikawa nimetoa kiasi fulani cha fedha. Nilisema kwamba waliniambia kutoa jino maana ndicho ambacho kinajulikana kwamba dawa ya jino ni kung'oa. Lakini mimi nimuamini Mungu kwamba kama anasema kwake hakuna linaloshindikana, na mimi nilienda kwa imani hiyo kwamba ninachoamini ni kwamba Mungu anaweza akafanya kitu kwenye changamoto ya nilionayo ya jino. Basi nikachukua kile kiwango cha fedha, nikamtumia mtumishi wa Mungu Apostle. Baada ya kutuma, ninavyozungumza leo, lile jino liliacha kuuma kwa muda mfupi, lakini tu sio kuacha kuuma, likaanza kumeguka taratibu nikiwa sina maumivu kabisa. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza, kama ingekuwa kuna uwezekano wa mtu kuangalia ndani ya kinywa changu, angeona sehemu ambapo jino limepondeka na limeisha kabisa, imebaki vipande vidogo vidogo, lakini siumwi hilo jino ambalo ningepeleka ile fedha kwa matabibu, pengine ingefungulia mlango mwingine hata wa meno kuendelea kuharibika. Lakini namshukuru Mungu, hilo jino ndio limebaki hilo hilo ambalo liliuma, na kwa sasa sina jino ambalo linanisumbua. Lakini pia ni mtu ambaye nimeishi kwenye maisha ya changamoto sana. Yaani si nafuu ya maisha imekuwa ni kazi kwangu. Nilipita kwenye changamoto ya madeni. Nilikopa fedha mahali moja wapo ya mashirika ambaye anakopesha hapa mjini. Na nikiwa kwenye kipindi kigumu sana, sijui nini nifanye. Nilikaa na baba nikamueleza kwamba baba, nina changamoto ya madeni. Ni kweli wakati naanza kukopa nilimshirikisha, na ile hela nilichukua nikaenda nikanunulia bajaji. Lakini kilichotokea, ile bajaji iliharibika. Na kuharibika kule kulisababisha nikazaa sehemu nyingine ya kukopa fedha nikiwa na lengo kwamba nitengeneze bajaji. Nimekopa ile pesa, bajaji haikufanikiwa kukaa sawa. Kwa hiyo sasa nikawa sehemu kama 3 za marejesho. Hali ambayo kwa kweli ilifikia sehemu mpaka nikaonekana kama ni mzee. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nakuwa muda mwingi nina mawazo, hamu ya chakula hakuna, tumbo sasa ukijumlisha na tumbo lilikuwa ndo bado halijapona. Kwa hiyo nikawa na changamoto pia ya tumbo. Kwa hiyo nilijipita kwenye kipindi kigumu sana. Lakini ninachomshukuru Mungu ni kwamba baba alinishika mkono akaniambia, mwanangu, usiogope, Mungu atakulipia hayo madeni. Nimekaa kwa uaminifu nikiwa naendelea kumtumikia Mungu, nikiwa namwamini Mungu, nikiwa namuomba Mungu, nikajitoa kwenye kazi yake. Namshukuru Mungu kwa namna ambavyo si kwa sababu ya namna yoyote ile. Hakuna ndugu yoyote ambaye aliwahi kunishika mkono kwamba anisaidie kulipa hiyo fedha, isipokuwa mtumishi wake ambaye ananilea hapa alinishika mkono, akaniombea, tukaomba pamoja naye, tulikesha sana hapa kwenye mikesha kwa ajili ya kuomba changamoto hiyo. Na nikiwa nimeahidi kwamba nisema nikimaliza hiyo mikopo, kwa kweli kama sina sababu ya mikopo na kama sina maelekezo ya kukopa fedha, kwa sababu kukopa sio dhambi. Dhambi ni pale ambapo umeruhusu kipindi cha mkopo kimeisha alafu hujamaliza deni lao. Hapo ndio niingia kwenye madeni. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nilikuwa katika hali ngumu sana ambapo ilipelekea nikaanza kuwaza kukimbia familia yangu na watoto wangu na mke wangu, kwa sababu niliona sina mlango wa kutokea kulingana na hiyo hali ya mikopo ambayo ilizidi sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, Mungu wa madhabahu. Kwa kweli amenilipia deni, ameniponya jino, lakini pia ameniponya tumbo. Lakini mpaka tunavyozungumza sasa, nilikuwa na maombi, kwenye maombi ya siku 21. Miongoni mwa vitu ambavyo nilimwomba Mungu niwe na saluni ya kiume, na namshukuru Mungu mpaka tunavyozungumza sasa hivi vifaa vya saluni vipo. Lakini pia nilimwambia Mungu kuna vitu ambavyo niliviuza vya ndani kwa ajili ya kurejesha ile pesa. Namshukuru Mungu pia kuna vitu vimeshaanza kurejeshwa. Ninavyozungumza sasa hizi nimepokea TV ya inchi flat, TV yenye inchi 32 kutoka kwa ndugu yangu. Mimi sikumuomba, aliniambia atanipa kitu kingine, lakini cha ajabu katikati ya hivyo vitu ambayo ilikuwa ni mavazi, amenitumia nguo nyingi tu, akanitumia pamoja na hiyo TV flat screen ambayo ni inchi 32, lakini pia amenitumia na sabufa kubwa sana. Viongoni vya vitu ambavyo nilikuwa nimeviuza. Kwa hiyo vimeanza kurejeshwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Nikisema nieleze kila kitu ni vitu vingi, lakini kwa ufupi tu ni kwamba Mungu hajawahi kushindwa. Unachopaswa ni kumwamini na kumwazima kiwango chako cha imani, kwamba ukiwa huna shaka naye kabisa kwamba kile ambacho unahisi ni changamoto imekusumbua kwa muda mrefu. Nataka nikuhakikishie, inawezekana ukawa unazunguka sehemu tofauti kutafuta msaada, lakini nataka nikwambie, geuza mawazo yako, geuza fikra yako,
geuza kiwango cha imani ulionayo kwa huko ambapo unaelekeza imani yako. Nataka nikuhakikishie kwamba Yesu yupo na anafanya mpaka sasa hivi. Mimi nimemthibitisha, nina uhakika na kile ambacho anafanya kwenye maisha yangu, na si tu kwangu na familia yangu kwa ujumla. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu kuna vitu sikuviomba lakini amenipa. Sasa ninaamini bado atanipa zaidi ya hapo. Kwa hiyo nikutie moyo tu wewe ambaye unanitazama na wewe ambaye unanisikiliza. Hakika Bwana Yesu anafanya, Bwana Yesu yuko hai. Kwa leo ambacho ni siku ya ufufuo kwa maana ya Pasaka, maana Yesu, tunapozungumza Pasaka tunazungumza sadaka ambayo Yesu alitoa msalabani kwa ajili yangu, mimi na wewe ambaye unanisikiliza, lakini wewe ambaye pia unanitazama, nikuhakikishie kwamba Mungu anaishi, Mungu yuko hai na hataki watu wake tuteseke. Kwa hiyo karibu, nikutumie nafasi hii kukaribisha pia katika kanisa la International Reconciliation Church ambalo kirefu chake lakini kifupi tunaita IRCT kwa maana ya huduma ya kiupatanisho kimataifa. Karibuni sana. Siku tuko Nyakato na hapa tunamtumikia Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Josephat Madaraka. Kwa kweli Mungu anamtumia kwa viwango ambavyo kuna matatizo yanawezekana ni sugu. Hapa tunavyozungumza kuna watu wengine pia wamekuja wamekutana na mkono wa Mungu. Kwa hiyo na wewe popote ulipo, kama unasikia ushuhuda huu, njoo. Na kuhakikishia hautatoka kama ulivyokuja. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza na muwe na siku njema. Amen. Amen.